Kuelekea dabi ya Kariakoo, Young Africans ndio moja ya timu ambayo ina washambuliaji wanaoongoza kwenye idadi kubwa ya magoli. Prince Dube akiwa na mchango wa goli 17, lakini Clement Mzize akiwa na goli 10. Kwa upande wa Simba huwa na goli 10, ila Mukwala, Ateba wana 8. Mchango wa Prince Dube na Clement Mzize kwanza ukimunganisha na Pacome Zouzoua kwenye eneo la ushambuliaji wa Young Africans, linachagiza kiasi gani ugumu wa dabi na ugumu kwenye safu ya ulinzi ya Simba? Okay, kwanza kwa takwimu ambazo umeziongea zinaonyesha kwamba hakuna utofauti mkubwa sana wa performance za hawa wachezaji ambao wanacheza kwenye timu zote mbili kwenye eneo la ushambuliaji. Na nikianza na swali lako husika, kwa performance ya mtu kama Prince Mpumelelo Dube wakati anatua Young Africans, alimkuta mwalimu Miguel Angel Gamondi. Lakini kwa nyakati za mwanzo alianza kustruggle kwa sababu alikuta timu nzima inatengeneza nafasi na ikimtegemea yeye ndo asimame kama mshambuliaji kinara. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ikawa inampa ugumu kwa sababu pia ukiangalia Young Africans ni timu kubwa, ile pressure ya kuweza kuhandle pale ambapo anakuwa ipo uwanjani. Kwa hiyo ikawa inamfanya kuna wakati anakosa usahihi kwenye matukio ambayo anakuwa anayafanya uwanjani. Lakini baada ya muda kusogea, akaja akaondoka, akaja mwalimu Sid Ramovic, ndipo pale performance ya Prince Mpumelelo Dube ikaanza kurudi, ukamwona physicality yake uwanjani, akaanza kuwa sawa, akaanza kuwa na usahihi kwenye maamuzi ambayo anayafanya. Sehemu ya kushuti atashuti, sehemu ya kutengeneza nafasi atatengeneza nafasi, yani kuna ile composure ambayo kwenye performance yake ikawa imerudi. Na ukimwangalia kiuchezaji, Prince Mpumelelo Dube si aina ya mshambuliaji ambaye atasimama kwenye boksi kwa dakika zote 90 asubirie kutengenezewa nafasi. Hapana. Prince the way ambavyo anacheza, atashuka kutoka kwenye boksi la mpinzani, atadrop hapa chini, ataungana na kina Stefan Aziz Ki kwenye ile eneo la katikati kule overload hapa chini. Kwa hiyo na maana kwa mantiki hiyo, kwa sababu eneo la ulinzi la mpinzani huwa linazuia katika ile tunaita man to man, yani kwamba kila mtu anamwangalia ni nani ambaye yupo kwa wakati husika na anakuwa na mark. Kwa hiyo Prince Mpumelelo Dube anapokuwa na drop chini kwenye eneo la kiungo, ina maana kwamba anamvuta defender mmoja pale katikati atoke aende kumfuata. Maana anapokuwa anamvuta nyuma yake analiacha gepo ambalo sasa kuna mtu kama Clement Mzize amekuwa akinufaika nalo sana. Kwa sababu Clement kiuhalisia profile yake inamuonesha akiwa ni mshambuliaji wa kati. Lakini baada ya kuingia Young Africans alikuta wachezaji wengi wazuri kwenye eneo hilo, wakina Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo ilimbidi aende kucheza kama mshambuliaji wa pembeni na katika eneo hilo amekuwa akionyesha performance nzuri sana. Kwa hiyo nyakati ambazo Prince akiwa na drop chini, unamwona Clement Mzize anakuwa ananufaika zaidi na ile half space ya pale katikati, na ndo magoli mengi amekuwa akiyafunga kwa namna hiyo. Au naweza nikasema kwamba kumekuwa na muelewano mzuri au na combination nzuri sana kati ya Prince Mpumelelo Dube pamoja na Clement Mzize. Yaani wamekuwa wanafahamiana kwamba ni wakati gani sahihi wa mimi kufanya movement, ni wakati gani sahihi wa mimi kuweza kuachia pasi, kwa sababu na ukimtizama Prince Mpumelelo Dube anapokuwa akiamua kusimama kwenye box, na maana kwamba ana attract attention ya madefender wote wawili, wanakuwa wanamwangalia yeye pale. Na maana Prince, maana Clement hata akifanya movement nyuma ya defenders wale wawili ambao wamesimama wanamwangalia Prince Mpumelelo Dube, inakuwa ni ngumu wao kuweza kummark, kwa sababu mwalimu akiwa anafundisha uwanja wa mazoezi huwa anamwambia mchezaji concentrate na mpira ulipo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu wewe kuconcentrate na eneo ambalo mpira upo pamoja na concentrate na mtu ambaye amefanya movement nyuma yako. Yani inakuwa ni ngumu. Ndio maana mara nyingi mchezaji ambaye anafanya movement akifanya movement sahihi na pasi zikafika kwa wakati sahihi na kwa kimo sahihi, amekuwa akiweza kuadhibu. Rejea mchezo dhidi ya Ken Godi, goli ambalo lilifunga Clement Mzize kwa pasi ya Stefan Aziz Ki ilifungwa kwa namna hii. Prince alikuwa amesimama katikati ya defenders wawili, aka-attract attention yao. Then Stefan Aziz Ki akaiweka ile pasi kwenye half space pale, Clement Mzize akafunga. Na hata mchezo dhidi ya Dodoma Jiji amekuwa akifunga magoli ya aina hiyo kwa sababu amekuwa akiweza kuexploit lile eneo. Kwa hiyo ukizungumza combination ya hawa watu wawili imekuwa ni ngumu sana kukabiliana nao, kwa sababu kuna mmoja ambaye utakabiliana naye kwenye position yake asilia, alafu kuna mmoja ambaye atakuwa anafanya movement pale ambapo utakuwa unakabiliana na huyo ambaye obviously anakuwa anasimama katika eneo la katikati, kwa sababu mshambuliaji wa kati majukumu ya kuweza kumkaba yanakuwa ni wale madefenders wawili. Kwa hiyo kwa Young Africans kiukweli ile eneo lao la ushambuliaji limekuwa hatari sana. Sasa hawa ni wawili. Njoo iangalie performance ya mtu kama Pacome Zouzoua
kwa sababu baada ya kuingia kwa mwalimu Said Ramovich alibadilisha kabisa structure ya kiuchezaji ya Young Africans, ule muundo wao wa timu. Kwa sababu kwa Miguel Gamondi alikuwa hatumii sana wingers. Alikuwa wale wingers wake wanakuwa wana invert hapa ndani, wanaungana na Stefan Aziz Ki, wao wanakuwa wanashambulia kwenye mstari wa mwisho wa ulinzi wa mpinzani, anakuwa anashambulia na wachezaji watatu. Lakini kwa Said Ramovich ingawa falsafa zao zote zinafanana kwamba wanashambulia kwenye 4-2-3-1, lakini ya Said Ramovich alikuwa anahitaji zaidi wachezaji ambao wanacheza pembeni kama wingers asilia. Ndipo pale ambapo tukamwona Clement akapeleka upande wa kushoto, tukamwona Pacome Zouzoua akiwa anacheza upande wa kulia, au nyakati zingine akiwa anacheza Maxim Pianzengele katika eneo lile. Sasa ukimwangalia Pacome ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuweza kuwatambuka hata walinzi wawili na kuweza kuingia na mpira ndani. Kwa sababu nini faida ya kuwa na mchezaji ambaye ni dribbler? Mchezaji ambaye ni dribbler, kuna wakati wapinzani wanaamua kuzuia zaidi katika zoni yao, wanakuwa compact sana. Ile mistari yao ya kiulinzi distance baina ya mchezaji mmoja na mmoja tunaita horizontal distance au lateral distance inakuwa ndogo, vertical distance baina ya mchezaji alikuwa katika mstari wa juu na wa mwisho hapa inakuwa pia iko ndogo. Kwa hiyo unapokuwa na faida ya mchezaji kama Pacome Zouzoua ni kwamba wapinzani wanapokuwa hapo compact, hakuna nafasi au corridors za kupitisha mipira, yeye atakuwa na mandate ya kuweza kudribble na ule mpira kuingia ndani. Ina maana anapokuwa na dribble haizi ata-attract defenders wawili au watatu waje kumkaba. Ina maana anapokuja kumkaba nyuma yao wanatengeneza gap ambalo ndio Young Africans wanakuwa wanalihitaji. Kwa hiyo haraka sana anatoa ule mpira. Kwa hiyo nyuma tayari mnakuwa mmeshaacha gap, pasi zinapigwa ndani, wanaziexploit watu kama wakina Clement Mzize pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo bila kusahau mchango wa Stefan Aziz Ki ambaye kwangu mpira unapotoka kwenye mguu wa Khalid Aucho na mtafsiri Stefan Aziz Ki kama ndo main driver wa Yanga kwenye eneo la ushambuliaji. Na ndio maana umeona akiwa anapata zaidi nafasi ya kucheza kuliko kwa mtu kama Clatous Chota Chama, kwa sababu aina ya uchezaji ya Yanga chini ya Said Ramovich na hata kwa Miludi Hamdi wanacheza mpira wa kasi. Kwa hiyo nakuhitaji hata namba 10 wako asiwe ni mchezaji ambaye anachukua muda sana kwenye kufanya maamuzi. Anapokuwa na mpira anacheza kwa haraka, angalia mipira jinsi ambavyo ana distribute mipira kwa haraka, na maana anahitaji washambuliaji wake muda wote, wao wanafanya movement, passes zinakuwa zinafika kwa usahihi. Sasa angalia mchango wake na mwenyewe alianza kwa kustruggle kidogo, lakini baada ya muda kusogea akaanza kuipata ile fomu yake. Angalia sasa hivi magoli ambayo amekuwa akifunga, aina ya assists ambazo amekuwa akizitengeneza amekuwa ni superb sana Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo kwangu ile wale wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji wa Young Africans ni ngumu sana kukabiliana nao kwa sababu wanatofautiana kwa sifa ambazo wako nazo. Stefan Aziz Ki atabakia kuwa ni pasa zaidi, Prince Mpumelelo Dube atabakia akiwa na drop chini kupokea mipira, na maana ni linka anashuka chini na link na wenzake. Clement Mzize utamtafsiri kama runner zaidi, anafanya movement kwenye maeneo ambayo tunaita blind areas, maeneo ambayo mpinzani hawezi kukuona, na pamoja na Pacome Zouzoua tutamtafsiri akiwa ni dribbler. Sasa unapokutana na kundi la wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji wenye sifa mbalimbali, sifa nyingi za tofauti, na maana inakuwa ni ngumu kukabiliana nao. Ndio maana kwenye zile gusa achia Young Africans wamekuwa wakinufaika sana, kwa sababu wachezaji wao wamekuwa wanaziona nafasi, wanaiona pasi sehemu ambapo inatakiwa kupitishwa na wanaipitisha, wamekuwa wakifanya rotation sana kwenye lile eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo unaweza ukaiona Young Africans walivyoanza kuanza vizuri, lakini ile hatari yao ya msimu uliopita ni kama wameanza kuigrab sasa na wanaanza kuonyesha. Ndio maana ushangai kuwaona Yanga wakiwa wanashinda magoli 6, magoli 5, magoli 4, kwa sababu ya ile threat ambayo imekuwa katika eneo lao la ushambuliaji.